Ona kila tatizo kama ni fursa. Ona kila tatizo kama ni fursa. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Mafundisho haya yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Amen. Ona kila tatizo kama fursa. Ona kila tatizo kama fursa. Kuna watu wanapopita kwenye matatizo mbalimbali, wanapopita kwenye magumu mbalimbali, wanalalamika, wananung'unika, na wakati mwingine wanajiuliza maswali, kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Na kwa nini mimi tu? Kwa nini mimi tu? Kwa ninaamini kwamba mafundisho yatafanyika msaada kwako. Ukiwa na mtazamo kwamba kila tatizo ni fursa. Kila tatizo ni fursa. Hakuna kitu ambacho ni kibaya 100%. Hakuna kitu ambacho ni kibaya 100%. Hajalishi kwa jinsi ya kibinadamu hilo tatizo unalioneje, lakini tambua kwamba kuna fursa ambayo imejificha kwenye hilo tatizo, ambalo kwa jinsi ya kibinadamu linaumiza. Ni kweli linaumiza. Inawezekana kweli watu wanakucheka, wanakudhihaki kwa sababu ya hilo unalopitia, lakini ukiwa na mtazamo chanya kwamba hilo tatizo unalopitia ni fursa, ni fursa kwako. Na ndio maana tunaposoma kwenye Yakobo 1:2 anasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, mkijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Huleta saburi. Sasa angalia hapa, Yakobo anajaribu kuweka moja kwa moja matokeo chanya ambayo tutayapata kupitia tatizo unalopitia, kupitia jaribu unalopitia, kwamba saburi haiwezi kutengenezwa kama kila kitu kiko vizuri. Sasa ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, mkijua kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kwa pasipo, manake pasipo kujaribiwa, saburi haiwezi kuumbika ndani ya mtu yoyote yule. Ndani ya mtu yoyote yule. Watu wengi wanaishi maisha ambayo hawana amani, hawana furaha. Wanapokutana na matatizo ni watu wa kulalamika, ni watu wa kunung'unika. Kumbuka kwamba hakuna mtu chini ya jua ambaye amefanikiwa kwenye eneo lolote ile ambaye hakukutana na challenges, ambaye hakukutana na matatizo. Neno zuri ambalo tunaitumia mara nyingi, tunatumia changamoto. Watu wote waliofanikiwa kwenye eneo lolote ile walikutana na changamoto, walikutana na matatizo mbalimbali, walikutana na mitihani mbalimbali. Wote waliofanikiwa. Kama natamani kufikia hatima yako, kama natamani kuwa msaada kwa watu wengine, ona kila tatizo kama ni fursa. Watu walioona kila tatizo walikuwa wanapitia kama ni fursa, wanafanyika sasa msaada kwa watu wengi. Lakini watu ambao walikuwa wananung'unika, wanalalamika, hawakufika popote. Hawakufika popote. Hakuna mtu ambaye amefanikiwa kwenye eneo lote la maisha yake ambaye hakukutana na changamoto. Ona kila tatizo unalolipitia, ona kila changamoto unayopitia kwamba ni fursa. Ni fursa. Matatizo tunayopitia, changamoto tunazopitia, ukiangalia kwa jicho la kimungu, kuna fursa ambayo imejificha kwenye hiyo changamoto. Kuna fursa ambayo imejificha kwenye hilo tatizo unalopitia. Kuna fursa. Kuna fursa. Anasema, ndugu zangu, hesabuni kuwa ni furaha tupu. Naamini kwamba Yakobo anajua hili, kwamba kila tatizo linapojitokeza kuna fursa ambayo ipo, ambayo imejificha, ambao watu wenye mtazamo chanya wanazoziona changamoto kwa namna ya tofauti. Matatizo ndio yamepelekea saizi wamekuwa mabilionea, kwa sababu walitengeneza solution, walitengeneza majibu ya hilo tatizo, na matokeo yao wakawa ni bilionea. Inawezekana ni tatizo kwa mfano la maji. Huo ni mfano tu kwamba uko na tatizo maji. Maana ukileta solution, ukaleta maji, inawezekana kupitia hicho ulichokifanya wewe umaskini ikawa bye bye. Ikawa bye bye. Ona kila tatizo kama ni fursa. Ona kila tatizo kwa jicho la kimungu. Usiangalie kila tatizo kwa jicho la kibinadamu. Kwa jicho la kibinadamu.
Nimekusema kwamba tunaposoma kwenye Yakobo 1 hesabuni kuwa ni furaha tupu kwamba mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, kwamba utapita kwenye majaribu, lakini tambua kwamba hayo majaribu ni fursa. Hizo changamoto tunazopitia ni fursa, ni fursa ya kujifunza, ni fursa kujifunza. Tunajifunza kupitia majaribu tunayopitia, tunajifunza kupitia matatizo tunayopitia, tunajifunza kupitia changamoto tunayopitia, na hakuna mtu anayejifunza ambaye anabakia jinsi alivyokuwa. Maanake kila tatizo unalopitia litakuacha wewe ukiwa mzuri zaidi kuliko ulivyokuwa awali. Litakuacha kuwa mzuri zaidi. Je, upendi kuwa mzuri zaidi? Yaone matatizo kama watu wengine wanavyoona, hautakuwa mzuri zaidi. Ona kila tatizo unalokutana nalo, ona kwamba ni fursa. Ona kwamba ni fursa. Watu ambao wanafanyika msaada kwa watu wengi ni watu ambao waliona matatizo kama fursa. Wakati walipopita kwenye magumu, walipopita kwenye matatizo, hao walikuwa sio watu wa kulalamika. Kuna jambo ambalo walijifunza kupitia tatizo, na sasa wanafanyika msaada kwa watu wengine. Ukiona kila changamoto unayopitia kama ni fursa, utaishi maisha ya ushindi sana hapa duniani. Kumbuka Yesu alisema, duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, nimeushinda ulimwengu. Madam upo duniani, utakutana na mtihani huu, utakutana na jaribu hili, lakini kila mtihani uchukulie kwamba ni fursa. Wanafunzi mashuleni wanapewa mtihani, wanapofaulu mtihani wanaenda daraja lingine, na ndivyo ambavyo matatizo tunayopitia yanaweza kutuinua kwenda kiwango kingine, iwe ni kiroho, iwe ni kiuchumi, yanaweza kupeleka kiwango kingine. Ona kila tatizo kwamba ni fursa. Usiingie kwenye kundi la watu wengi ambao wanapopita kwenye changamoto, wanapopita kwenye magumu, ni watu wanaonung'unika, ni watu wanaolalamika, wanasema kwa nini Mungu, mimi tu. Usiwe wa aina hiyo. Ona kila changamoto unayopitia kwamba ni fursa, ni fursa ya kujifunza, ni fursa ya kuonyesha wakati mwingine watu wengine kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Tunapoona kwenye Biblia kuna watu ambao walipita kwenye magumu. Yupo Ayubu ambaye alipita kwenye magumu. Alipita kwenye magumu, alipoteza watoto wake, alipoteza mifugo yake, akapoteza kila kitu alichokuwa nacho, na akapigwa majipu kuanzia kwenye utosi mpaka kwenye wali. Lakini Mungu alikuja kurejesha kila kitu alichokipoteza mara mbili. Na naamini watu waliokuwa nakaa naye walijua kwamba kweli Mungu yupo. Watu ambao ni wepesi wa kukata tamaa, watu ambao ni watu wa kulalamika wanapopita kwenye changamoto mbalimbali, Mungu hawezi kutukuzwa kupitia wao. Watu wote ambao jina la Bwana liliinuliwa kupitia wao ni watu ambao wakati walipokutana na matatizo walistahimili, wao kulalamika, waliendelea kumwangalia Mungu. Ona kila tatizo kwamba ni fursa. Je, kuna tatizo gani ambalo unapitia? Kuna tatizo gani ambalo unalipitia? Ione hilo tatizo kwa jicho la kimungu. Mungu anasema hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali, mkiangukia kwenye changamoto mbalimbali, mkiangukia kwenye magumu mbalimbali. Hesabuni kuwa ni furaha tupu, maana kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Huleta saburi. Kuna tabia nzuri ambazo ni za msingi kwa ajili ya mafanikio yetu, ambazo zinatengenezwa kupitia matatizo tunayopitia, kupitia changamoto tunazozipitia, kupitia magumu tunayopitia. Tabia mojawapo ni uvumilivu. Unapopita kwenye changamoto, unapopita kwenye matatizo, usiingie kwenye kundi la watu wengine ambao wanabaki kunung'unika, kulalamika na kumlaumu Mungu kwamba Mungu, kwa nini mimi tu? Usiwe kama hao. Lione hilo tatizo kama fursa ya kukufanya wewe kuwa mzuri zaidi. Lione hilo tatizo kwamba ni fursa ya wewe kujifunza. Tunajifunza kupitia matatizo tunayopitia, na kupitia kujifunza kwetu tunawasaidia watu wengine wanaokutana na changamoto kama za kwetu. Lakini fursa pia ukaonyesha watu kwamba Mungu yupo. Mungu yupo. Yakobo hawezi kusema kwamba hesabuni kuwa ni furaha tupu mkiangukia kwenye majaribu mbalimbali. Watu hawataki kuangukia kwenye majaribu mbalimbali. Watu hawataki kuangukia kwenye kukutana changamoto mbalimbali. Na ndio maana ni ngumu kwao kupiga hatua, kwa sababu wana mtazamo wa kibinadamu. Hawajui namna ambavyo watu tunafanywa wazuri zaidi. Tunafanywa wazuri zaidi kupitia
matatizo tunayopitia, kupitia changamoto tunazokutana nazo, kupitia magumu tunayokutana nayo. Ona kila tatizo kama ni fursa. Fursa ya kukutengenezea wewe tabia ambazo ni za muhimu kwa wewe kufanikiwa. Ona kwamba kila tatizo kwamba ni fursa ya kutengeneza mtu ambaye huwezi kutikiswa na hali yoyote ile. Andiko nasema mtumanio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautikisiki milele. Na hii haimaanishi kwamba hiyo imekuja tu kuto kutikisika kwa mtu yoyote yule hata anapokutana na magumu. Maana alikutana na magumu, misuli ya kustahimili ikawa inazidi kutengenezeka ndani yake, Ndio maana haijalishi atakutana na gumu kiasi gani, yeye anasimama imara wala hatikisiki. Vijitu ambavyo vikikutana na jaribu kidogo tu chali haviwezi kufanyika msaada kwa watu wengine. Watu wote ambao wanafanyika msaada kwa watu wengine ni watu ambao walipokutana na matatizo hawakukata tamaa, ni watu ambao walisimama, waliona hilo tatizo kama ni fursa ya wao kufanywa wao wazuri zaidi, kutengeneza misuli, kutengeneza tabia ndani yao ambazo ni za muhimu kwenye mafanikio yao. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akusaidie kuona kila tatizo unalopitia kama ni fursa, kuona kila changamoto unayopitia kama ni fursa. Simama katika imani, usikate tamaa. Hilo tatizo unalopitia kuna fursa ambayo imejificha. Muulize Mungu kwamba Mungu, nataka kunifundisha nini kupitia hili? Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, mafundisho yote na posti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini kama na marafiki unaopenda, washirikishe mafundisho hao watu wote unaowapenda. Lakini unaweza ka like, unaweza ka comment. Mungu na kubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai.